Inamisha uso tuweze kuomba kwa sababu ya siku leo. Mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, ninakukaribisha tena katika ibada yetu ya leo, na Roho Mungu yuko juu yangu kwa sababu ya kusambaratisha laana ya ukoo, visirani, roho za uchawi na madhabahu yote yale ambayo yamefunga maisha yako. Kama vile kawaida, najua kipindi changu hichi Injili ni Moto, ukiletwa nami Blessed Apostle Javier Mazera wa kanisa la Shaddai Fire Gospel Ministry. Tunapatikana pale Jumla Ng'ombe Mshomoroni Kidagaya ya Mombasa. Ukiwa mjini Mombasa wa gari ya kuletwa Mshomoroni, shukisha safari petrol station, hicho ni kituo cha mafuta on left. Iko barabara ya kuleta Jumla Ng'ombeni, basi ndio chache na Kidagaya. Hapo ndio tunatafuta Mungu. Ningependa kukukaribisha katika ibada zetu. Tuko na ibada siku ya Tuesday ama Jumanne na siku ya Ijumaa kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 one on one. Habari zako asisikana mtu mwingine. Tutakuwa na mtu wangu Prophetess Lea tukikuombea na sema na vile Mungu atavyokusaidia katika maisha yako. Na siku ya Wednesday saa 8 tuko na ibada ya ukombozi. Pia vile vile ningependa kukukaribisha katika ibada yetu ya Jumapili, baada ya baraka, ibada ya tetele. Usitamani na usipange kukosa, na karibisha ili tuweze kubarikiwa pamoja nawe. Kabla ya mambo mengi, basi wacha nikaribishe kwa ajili ya neno, na naamini kwamba Mungu atakubariki. Sema amen sote. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuende kwa dakika chache tumie hii muda wa kuweza kuhubiri kitabu cha Mika mlango wa 12 na Ezekieli mlango ule wa 13 mstari ule wa 18. Kitaweza kwa 21 22 pale. Nataka msomaji mzuri aweze kutusomea kwa sababu ya siku yetu ya leo. Inasoma kwa uwezo wa Roho. Kitabu ni Mika mlango wa 5 mstari wa 12. Nasema hivi. Nami nitakatilia mbali uchawi. Nami nitakatilia mbali uchawi. Usiwe mkononi mwako. Usiwe mikononi mwako. Wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana. Wala hautakuwa tena na watu wenye kutabana. Nami nitakatilia mbali sanamu zako. Nami nitakatilia mbali sanamu zako. Na nguzo zako. Na nguzo zako. Zitoke kati yako. Zitoke kati yako. Wala hutaiabudu tena kazi ya mikono yako. Amen. Ezekieli, nisome tena kwa Ezekieli 13:18 mpaka 22. Tena twende kwa haraka kwa sababu ya muda vile ya nitasoma kwa uwezo wa Roho. Kitabu ni Ezekieli mlango 13 18 hadi 22. Ndio. Unasema hivi. Semaje? Useme. Bwana Mungu asema hivi. Asemaje? Ole wao wanawake wale. Ole wao wanawake wale washonao irizi katika viungo vyote vya mikono. Waekao leso juu ya vichwa vya kila kimo. Ili wafanyaje? Wawinde roho za watu. Je, utazuinda roho za watu? Kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe. Nanyi mmenajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa. Kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Basi Bwana Mungu asema hivi. Asemaje? Tazama, mimi ni kinyume cha irizi zenu, ambapo kwa hizo nazuinda roho za watu kama ndege. Nami nitazitoa katika mikono yangu kwa nguvu. Nami nitaziachilia roho zile nazozuinda kama ndege. Na leso zenu nitazirarua kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu. Wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwinda. Amen. Hallelujah. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya ujumbe huu. Naomba unipatie neema na kibali kwa ajili ya yule atakayesikiza na kunitazama, ili kwamba maisha yake kawe na utofauti. Baba, tumeteseka, tumeumia, tumefinyiliwa na roho za uchawi, kama vile neno lako linasema ya kwamba kuna watu wamekuwa kiwinda roho na kumaliza watu hawapasi kufa, na watu hao wakaweza kukufa kikazi, kindoa, kimaisha, kimahusiano. Baba, nakuomba, ninakuita kwamba kila uchawi uliandamana maisha yetu siku ya leo kafike mwisho. Roho yako Mtakatifu Mungu kashuka ndani yetu ikitusaidia na kituokoa. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba hakutakuwa na watu tena watakaofanya uchawi juu ya maisha yako wakaweze kufanikiwa. Bwana anasema ya kwamba haitajalisha ni roho gani ilitekwa. Haleluya. Amen.
Hahitaji. Kuna watu ambao wanatesa maisha ya watu hivyo hapasi kufa. Wengine hawahitaji kufilisika, hawastahili kufilisika kikazi, kibiashara. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba sasa nitaziondoa mikononi mwenu kwa nguvu. Leso mlizozifunga kama hizi zitararuliwa. Maana Bwana ana haja na wewe. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Vita ambavyo umepitia miaka mingi vifike mwisho. Hali ya uchawi na hali ya magano, endapo maisha yako yalifungwa na mchawi, sasa akuachilie katika jina la Yesu. Ezekiel anasemaje kwa 22 anasema nini? Mungu inasema kwa kuwa ninyi mnamhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo. Kwa kuwa ninyi mnamhuzunisha mwenye haki kwa uongo. Kuna watu hawana hatia wamehuzunishwa kwa sababu ya watu ambao wameinuka kinyume na baraka yako, wakaona wivu. Wengine wameona wivu ndani ya ndoa yako, badala ya kukana kwamba Mungu abarikiwe, wameenda kwa waganga wafunge kazi yako, wameenda kwa waganga wafunge ndoa yako, wameenda kwa waganga wafunge biashara yako. Nami Bwana anasema ya kwamba nitaondoa roho zile mmezuinda kama ndege, na nitaziondoa kwa mikono yenu kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kama walikuwa katika chungu, wakutoe mahali hapo. Mahali hapo si kwako, sehemu hiyo si yako, nyumba hiyo si yako, katika jina la Yesu. Kama waliwinda roho yako, kama waliwinda roho ya mume wako, kama waliwinda roho ya watoto wako, nasema itatolewa, nasema itatolewa. Huo uchawi walifanya, hayo mailizi waliyafanya, katika jina la Yesu. Hayo magano waliyafanya kuanzia siku ya leo, nasema utatolewa, nasema utatolewa, nasema utatolewa, nasema utatolewa. Hiyo roho ya magonjwa iliyorushwa hiyo nyuma yako itatolewa, itatolewa. Roho ya kifafa itatolewa, itatolewa. Roho ya TB, roho ya sukari, roho ya presha, roho ya asas itatolewa, itatolewa. Roho ya machipo, roho ya uvimbe, sema tolewa, tolewa. Haitajalisha wamefanya tambiko aina gani, lakini Bwana anasema mwenyewe ya kwamba nitazitoa kwa nguvu. Upende usipende utatoka mama, upende usipende utatoka mzee. Haitajalisha ni miaka ngapi umedumu katika shimo hilo. Nimekuja nikwambie utatoka. Katika shimo la maneno utatoka. Pesa yako hiyo unastahili kupata, Mungu akufungulie milango aza kuipokea. Wengine si matajiri, lakini kwa sababu walifanyikiwa, kuna mambo yalifanyika kwa ngake, kila mtu akisimama anaona giza, walikuendelea, walikusonga mbele. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna mtu amekutangulia mbele yako. Ukirauka saa 12 mwingine alikukeshea na akajaribu kuitenda mbaya kazi ya mikono yako. Chochote kifanya kisiendelee, kisifanikiwe. Lakini Bwana anasema ya kwamba hakutakuwa 12 Mika 5:12 nasema uchawi utakataliwa mbali mikononi mwako, na utakuwa tena na watu kutabana. Kuna watu wametembea na watu wabaya, wao hawajui, lakini kupitia ibada ya leo Mungu akutenganisha na wachawi, Mungu akutenganisha na washirikina, Mungu akutenganisha na waganga. Hata kama unafanya kazi na washirikina, wanachukua nyota yako. Kuna vile waliambiwa ya kwamba wachukue pesa yako ili baraka zikufuate. Nimekuja nikwambie haitakuwa kawaida katika jina la Yesu. Hiyo roho ilirusha, itaenda vice versa, itaenda vice versa, itaenda vice versa, itaenda vice versa. Uko mahali hapa, anza kupokea mali yako. Uchawi waliofanya hutamezwa na uchawi huo. Hayo majini waliarushi, walikurushia, wakapeleka mbuzi, wakapeleka kuku. Nimekuja kuambia uchawi utakuachilia. Kama ni katika boma ilifanyika, boma imesambaratika, mandugu hawaelewani, na kama kuna maelewano wakati mtaka kufanya mradi, kila mtu anajitenga, watu hawana amani. Mtapanga mkutane, tuko na mradi fulani tufanye hivi, wewe tuweke sichi, wewe tuweke siki, mtakubaliana, mtaitikiana, lakini haitafanyika kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nami nimekuja nikwambie, kama kuna roho ya uchawi ilisababisha msielewani kwa boma, nimekuja kuivuruga hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Naona watu wakichomoka, naona watu wakibarikiwa, naona watu wakifunguliwa. Hiyo roho ya ulevi haitakuwa kwa baba yako, haitakuwa kwa familia
familia yenu katika jina la Yesu. Roho ya umasikini, roho ya mauti, roho ya magonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaachilia uponyaji katika maisha yenu, naachilia uponyaji kwa nyumba yenu, naachilia uponyaji, nasema uponyaji kwa tumbo lako, naachilia uponyaji. Roho za wachawi, roho za waganga zishike moto, nasema moto. Kila madhabahu ya wachawi, hao madhabahu, hayo madhabahu ya majini, ya mapepo, natuma moto, natuma moto. Roho za manyoka, roho za mapaka, roho za vyura, natema moto. Roho za mapopo zichomeke, sema chomeka, sema chomeka, sema chomeka, sema chomeka, sema chomeka, sema chomeka. Na uko mahali hapa, familia inasambatika. Ndugu yako amesoma lakini kazi anaifanya hailingani na kitu kilichokusomea. Wengine ni madriver lakini leseni zao wanazilania kama pilo. Wengine wamesoma ni walimu lakini hawaifanyi hiyo kazi kama walivyosoma. Mambo yao yameenda sharabara, yameharibika. Oh my God. Mungu akupe nguvu, akupe kibali, akupe mafuta. Hoja ya moyo wako, Mungu wangu akubariki. Hoja ya moyo wako, Mungu akubariki. Mlikuwa mnaishi vizuri, mlikuwa mnaishi na mali, kila unachotaka unapika, kila unachotaka unafanya. Sasa umekuwa ni mtu kubambanya, sasa umekuwa ni mtu kubambanya. Nimekemea hiyo roho, nimelani hiyo roho, roho ya kubambanya, hiyo roho ya kubangaiza, hiyo roho si yako katika jina la Yesu. Nasema naikemea, nasema ninailani, maana imeandikwa fedha na mali ni mali ya Bwana. Fedha na pesa ni mali ya Bwana katika jina la Yesu. Roho ya pesa ninaiamurisha ikuelekee. Roho ya pesa, roho ya pesa nasema ikuelekee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya omba ninaikemea, maana imeandikwa utakopesha, utakopesha, utakopesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo visirani vikuachilie, hiyo mikosi vikuachilie, hayo majini, hayo mapepo, hayo maroho, back the sender, back the sender. Watapike pesa yako, watapike amani yako, watapike afya yako. Wengine ni wagonjwa na ugonjwa huo sio wa kawaida. Hata ukipeleka hospitalini wakipimwa, wanaonekana wako sawa na wanasema wanaumwa. Vipimo vya daktari vinakatana, vinasema hii si yetu. Haleluya! Nami nimekuja kukuambia ya kwamba waucha walifanya usiku, hayo masaa walifanya, hayo ndio masaa watarudisha katika jina la Yesu. Hilo shimo alichimba, hilo shimo litawazika katika jina la Yesu. Maana inaandikwa hautadunia mazishi yako, bali utawashuhudia wakizikwa, utawashuhudia kwa macho yako katika jina la Yesu. Kila uchawi uliofanywa, kila uchawi uliofanywa, nasema hautamezwa, nasema hautakuua. Sasa na dakika hii, wale wamekutumia mapepo, maroho, unang'ang'ana, unaishi kung'ang'ana, umebebeshwa mizigo mizito, unang'ang'ana usiku na mchana. Mungu akusaidie huo mzigo uondoke hivi sasa. Iwe ni unang'ang'ana na kazi, iwe ni biashara, iwe ni mambo ya pesa, iwe ni mambo ya ndoa, iwe ni mambo ya mahusiano, leo utoke hapa ukiwa mwepesi. Amen. Amani patikane. Kama jirani yako anakupiga vita, anapokuona sasa, aone utukufu wa Mungu juu yako na mafuta ya Bwana yakaze kung'arang'ara katika jina la Yesu. Hiyo laana ivunjike, nasema itavunjika. Hata kama ni rafiki yako, mnafanya kazi pamoja, kuna vile nakupeleka mbio, kuna vile tumia ushirikina, hautabanduka mahali hapo. Kuna mtu alifutwa kazi mpaka leo yuko nyumbani, hajui sababu ya kutosha. Ninaelekeza mkono wa Bwana juu yako. Amen. Ya kwamba hiyo nafasi utairudia ukalie. Na wale sababisha ya wewe kuondolewa watakuja kukuomba msamaha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Miguu yao itaishiwa na nguvu, nasema miguu yao itaishiwa na nguvu katika jina la Yesu. Watalala vitandani, watashindwa kuamuka kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa
si roho ya Mungu. Amen. Kataa na uipinge. Walikurushia ili kuangamia kwa magonjwa. Biblia inasema hivi, Mika 12, nitakatalia mbali uchawi usiwe mikononi mwako. Kama Bwana ameniambia atakatalia uchawi, jua ya kwamba kazi ya mikono yako, kama kuna uchawi tutakurushia, Bwana amekataa. Amepuzia hiyo kwa jina la Yesu. Nasema amepuzia kwa jina la Yesu. Mafuta na anointing iliyo juu yangu ikapenye juu ya maisha yako. Nasema ikapenye. Nasema ikapenye. Walipoenda na Elia, mafuta yalijaa kwa Elisha. Elisha kaanza kufanya miujiza. Miujiza mikubwa iliyozidi na kupita kiasi. Nami nimekuambia mchana wa leo, wewe ambao unasikia sauti hii, ile mafuta ikiwa ndani yako ikafanya miujiza juu yako. Nafanya kafanya miujiza. Miujiza mikubwa ya kupita kiasi katika jina la Yesu. Katika kazi yako ikawe na muujiza. Katika nyumba yako nasema muujiza. Nasema muujiza. Nguvu ya miujiza ikafanye kitu yako. Nasema ikafanye kazi. Ina nemo Jesus Christ. Mungu akusaidie. Sema Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Sema Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Kama kuna mjiza fake, kuna mjiza original. Nielewe vizuri. Amen. Mjiza fake lile linapatikana kwa waganga na kwa ushirikina na uchawi. Lakini original ni ile Bwana anaita direct from the heaven, from above. Ama kwa minajili ya utukufu wa yeye mwenyewe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema wakati Petero alipokuwa gerezani, watu walijua wamemalizana na yeye. Watu walijua kwamba Petero umekwisha. Watu walijua kwamba Petero sasa hana mbele wala nyuma. Maana alifungwa na usiku huo Herode alipanga kumaliza. Alipanga kumtoa na muue. Lakini ahimidiwe Jehova ya kwamba kanisa lilikusanyika na likamwomba Bwana. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akasikia sauti yao na akatuma malaika gerezani. Petero akafunguliwa gerezani na akatoka akiwa salama. Watu walipomwona Petero wakashangaa, wakapigwa na butwaa katika jina la Yesu. Watu watapigwa na butwaa wakisikia umenunua gari, wakisikia umejenga nyumba, wakisikia umeoa na harusi, wakisikia umeoa na harusi. Watapigwa na butwaa wakisikia umefungua biashara, wakisikia umefungua kampuni katika jina la Yesu. Bwana achilie kibali, Bwana achilie kibali. Walisema ya kwamba HIV itakuwa ukipimwa ni utakuta uko na afya katika jina la Yesu. Walisema kwa nini huna maisha? Yaani unakula lakini unaisha. Yaani unakula lakini unaisha. Nimekuja nikwambie ya kwamba Bwana atakupatia nguvu, atakupatia uzima, atakupatia uponyaji. Wewe unaonekana unaisha, wewe unaonekana unakuja, wewe unaonekana unanona katika jina la Yesu. Bwana afungue milango, afungue muujiza katika jina la Yesu. Wale walisema utakufa, nimekuja nikwambie hautakufa, utaishi kusimulia wema wa Bwana. Wapi shangwe na vigelegele? Haitajalisha walianza kupambana na wewe ndani ya miaka mingapi. Mungu akiamua kugeuza mambo, yeye ni sekunde na mambo yanabadilika. Maana imeandikwa siku 1000 ya mwanadamu. Amen. Kwa Mungu ni siku moja. 1000 siku 1000. Amen. Kwa Mungu ni siku moja. Na hiyo siku moja wewe ukiishi hapa ni Mungu akupatia neema pengine 100 tuseme 100 hivi. Hata hivi sasa tukiwa tunahubiri hivi, nikisema wewe ndio uandikiwe cheki, kuna makosa gani na Mungu afanye muujiza? Sahihi. Amen. Ukutane na mtu msign deal ama contract na pesa ianze kufunguka. Mungu akutanisha na mtu usiyemjua. Nilikuja kufungua akili siku moja. Mtu akukusaidia si mtu wako karibu. Mungu anatamsha mtu kutoka mbali. Na wako wanaletwa katika jina la Yesu Kristo. Nasema wako analetwa, anatayarishwa mahali, anakuja. Akifika hakuna maswali, ni kukushika mkono, chomoka, ni kukushika mkono, endelea na safari. Jesus Christ. Usiende tumeni kwa mjomba. Atajipiga kifua akasema kama si mimi angeteseka. Bwana asifiwe. Amen. Wako anatayarishwa na miujiza yako inatayarishwa. Mkikutanishwa na yeye
Hakuna maswali. Hakuna kuuliza kitambulisho kwa sababu sikuwa ni mwaminifu. Akija anakuamini kama vile ulivyo. Hakuna mambo na interview. Anasema kiteko ndio ile, hata kuchapa kazi katika jina la Yesu Kristo. Ndio anakupa hiyo mafuta, akupe hiyo kibali, akupe hiyo neema. Hayo matayarisho yakaze kufanywa katika jina la Yesu. Umeng'ang'ana siku mingi, umeteseka siku mingi. Bwana akupe kibali, kazi ya mikono yako ikapendeza wengi. Kuna watu wakifanya kazi hata kama ni kupika, wengine wakila wanasema anajua kupika zaidi na unapika tu kawaida. Wengine ndio kufanya kazi huko hata kama nini kumfanya ya nyumbani. Ukifanya tajiri anasikia raha. Hata ile siku nasema nitakupatia rafiki yangu akuje, mimi sijisikii vizuri. Hata si rafiki wewe, ukipona njoo, nafasi iko. Amen. Lakini nowadays things inakuwa vice versa. Imechange. Hata unaweza kwa pale kuna replacement. Walitoa mtu alafu naambia huyu ni kazi yangu kule shambani, kumbe ni njia ya kulipa. Mfundishe kazi. Kumbe unamfundisha alafu unatoka nje. Unaacha mwingine kwa kazi. Yafanyike. Alafu naambia huyu atakusaidia tu. Kumbe hivyo ndio umefutwa kazi kimpango. Na ukifutwa ukae miezi kama 6 ndio utapata kazi nyingine. Uhangaike huko nje. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna jambo litafanyika kinyume na wewe. Na kukafisi wewe kuzunguka tu kwa kijako hivi. Alafu shetani na kiburi na wivu anakutoa. Sasa bali kuketi huko, wewe mbakia ni kuzunguka, ni kuzunguka. Amen. Hata tikiti ya pikipiki unaishi ndani kupigia marafiki. Jamani saidia na 500 kidogo nitakuregesha wiki ijayo. Wewe unakopa na hujui utaregesha vipi maana huko kazi. Mungu akusaidie. Akutolee hiyo roho. Kama kuna mtu amehusika kushika kwenye kivuli chako hivi, kifunguliwe mahali kilipelekwa. Kivuli chako mahali walikishika. Na watu wameshikwa na vivuli mara kwa mara, nasikia kichwa kinauma, wanasikia uzito, wakiomba wanakuta obstacles. Wanakuta obstacle ile maombi yana upenyo, wanasikia uvivu, hata kuja kanisani wanasikia uzito, kuna ibada imetangazwa wanasikia uzito. Ibada mchungaji anataka kuombea watu, yani wanasikia uzito, naona kama anacheleweshwa, afadhali atoke aende nyumbani. Ukiona mtu anaoperate na hiyo roho, tayari kuna hizo roho zimemkamata na huyu mtu amefunga kiasi kwamba asisaidike. Haleluya. Amen. Lakini aimidiwe Jehova. Hata kama uko na kesi, hiyo kesi tumetupilia mbali. Hata kama uko na mikosi imekuondokea katika jina la Yesu. Ile uchawi umefanywa, nasema tunauharibu katika mikono yako, tunauondoa. Ile neno Jesus Christ. Kuna mzee mmoja aliambiwa tuone kama utaoa, na ukioa utakaa na bibi. Mzee yule akajitia nguvu katika Bwana. Akaoa bibi na harusi kubwa sana ikafanyika. Walikaa miaka 2 wakitafuta mtoto. Wakati bibi, Mungu amesikia kilio, bibi akapata ujauzito. Wakasema basi tutafanya juu chini, hawataka pamoja. Bibi akamsha wazimu. Hiyo mimba akazaa mtoto, tutakamua kwa sababu ya wazimu. Bwana sasa. Mzee akakuja na kilio akasema, na nampenda mtu wangu hata kama ni mwanazini. Lakini kama inawezekana ukamwombea mtu wangu na imani bana lipo. Maana amekuwa ni mtu akusoka na barabara, hasa ingine nikipita pale si kulia, maana nimeishi tukiwa tumeweka ahadi na maono makubwa ya maisha yetu. Kuna vile umeweka maono na mwenzako, lakini yale maono hayatimii. Shetani anakuja katikati, anayaondoa, anayatingisha. Nimekuja nikwambie, shetani ambaye ametuma kukuhangaisha hataonekana juu yako, hataonekana mbele yako. Shetani kumaliza maono, hasa pitia barabara yako, hatapitia kwa hiyo njia yako. Ile neno Jesus hapiti. Amen. Hapiti. Yesu alipozaliwa tayari Herodi alijua ya kwamba hana chake. Na wakatuma mama chusi waende wakapokea, walete ushuhuda. Kumbe wale wanapeleka habari, wengine wametumwa na masaidi. Waje peleleze vile unavyoishi, vile unavyokaa, alafu simu zinaenda huko nyumbani. Halo, nimeona siku hizi. Unafikiri anaishi nyumba gani? Sasa 2500 tena anaishi master bedroom. Mwingine anaishi nyumba 1015. Kana anafanya kazi gani? Unachunguza mpaka kazi hapo na. Kazi, ana pesa Mambo yameanza sasa. Mambo yanaanza kupikika huko. Alafu siku baada nyingine utakuta simu hata usiku wa manane. Halo, nataka naona anakuuliza mambo tu. Hata mambo si ana msingi. Hayo anakuuliza tu utajibu. Hizo roho zake ndio zinafanya kazi, maana yake hapo ende kawa katika madhabahu ya kipepo, ya kuchawi. Anakufanyia mambo. Ukaenda kule sasa, kwanza hiyo kazi utasikia roho yako
haina hamu hiyo kazi na kutoka. Unasikia tu hiyo kazi kama hiyo neema haiko pale. Sasa kama kuna mke kama na bwana anakuambia nenda tu, nenda. Unatoka unajikuta kufika pale. Utaomba taruhusa nafasi haumwi na kusema nasikia vibaya nataka kwenda kupumzika. Yaani unakoroga mpaka tajiri anasema you are not serious na akufute kazi kwa sababu ya hiyo hali. Ndio mwingine anasema mgonjwa akienda ambiwa tulia ukipona njoo, ukija nafasi hakuna. Umeshatendwa. Imefanyika. Bwana sio sana. Amen. Sasa hiyo roho ya confusion nimeshika hata kuanzia leo. Yes. Ifike mwisho. Kuanzia leo hautaona hiyo roho. Yes. Mungu akupe nguvu, akupe kibali. Amen. Hata unafanya kazi ya jua kali. Yes. Mungu akupe nguvu ya kuifanya hiyo kazi. Amen. Unapata kazi lakini kazi kuifanya haifanyi. Mwanamke anasema nimechoka, siwezi kwenda. Leo tanipumzike jamani. Mwili pia unarepea, unapumzika. Kupumzika ndio kazi imepotea hivyo. Kisa na maana ulianza kupeleka mabati ujenge nyumbani. Kisa na maana ulinunua madirisha uende kupeleka nyumbani. Kisa na maana ulipeleka mawe, nyumba imejengwa imefika mahali fulani. Sasa wanakupiga vita ili kwamba usiendelee na maendeleo yako. Na mimi nimekuja nikwambie utaendelea kwa jina la Yesu. Nasema utaendelea. Nasema utaendelea. Nasema utaendelea. Nasema utaendelea. Nasema utaendelea. Jesus, kama walikuzikia kivuli cha mtu, kivuli kinafanya kazi kubwa kama hujawahi jua. Ndio mtu akienda kwa mganga anaambiwa, unamjua jina lake? Namjua, muite jina lake. Amen. Kama ni Susan anaitwa Susan. Susan. Achana na bwana. Mimi bwana namtaka. Na si wake, kumbuka. Ni mpango mdogo, nyumba ndogo. Wewe mama umejaa kwa sababu wewe ni mjeuri, ibada unaambiwa mchungaji mkuje, mnaomba na pasa anakuambia mkuje kwa ibada. Susan anajua kwamba kuchukua ndoa yako ni kwa uganga. Watakuwa wewe anakuja kazini, anambia yes daddy, how are you? How's the day? Stupid. God from me. Anakupiga na mateke kabisa. Unasema nini tena mbaya? Kwani shida? Umekusana nani kazini? Unaongezea kwa feli nyingine. Walilia kwa bedroom huko. Bwana sana. Anakuona kama shetani. Maana yule ameenda kataja jina lako na kivuli yako na ufahamu wako, umeweka kwenye madhabahu, kafanya matambiko, sasa umepakwa mavi. Kila ukivaa nguo hazifanani na wewe. Kila ukiongea, yani maneno yako hayana kibali kwa mume wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akupe kibali, akupe mafuta kama Esther alichopewa nacho. Amen. Esther alipopewa mafuta, yes, hakuhitaji kujirembesha. Yeah. Neema ya Mungu ilitosha. Amen. Na mfalme akamteua. Amen. Upate kibali hicho. Ukikipokea hicho kibali, kuna mambo mazuri yatafanyika. Kuna mambo mazuri yatakufuata. Kuna mambo mazuri yatakuja. Wengine hapa ni matajiri wakubwa sana, lakini roho ya umaskini imewafunga na kuangalia. Mungu anisaidie sasa ya kwamba huyu maskini huo ukatike siku leo. Ukatike ukasaidia wengine. Umeishi kufanyika leo si nafasi yako. Umefanyika hapa ukakaa na roho ya kuzoea, mpaka ukazoea sisi mimi ni wa hivyo. Bwana tuzane. Na mimi nakuja kutangaza juu ya anga yako katika jina la Yesu Kristo, hakutakuwa na uchawi katika maisha yako. Maana Bwana anasema ya kwamba utaondolewa mikononi mwa wabaya wako. Premature death haitaonekana kwa boma yenu. Haleluya. Watu wamekuwa na pitali ngumu my friend. Mtu anasomesha mtoto wake, anahitaji mtoto alete baraka. Mtoto anahangaika kama hajaisoma. Leo ombea mama, si mama ni mzee mmoja. Mtoto wake ameenda mpaka university material. Anauzwa na ameandikwa na mama mwingine hapo kwa Saudi kuuza barafu. Ya barafu dala. Niliumia roho kwa sababu niona kama ingekuwa ni wangu iko vipi. Watu wamekamatiwa. Mtoto anasema tutafanyaje ni kujishughulisha tu hivyo hivyo. Ndio si kiwango yake. Mimi nasikitika kama si kiwango yake hiyo. Uko na university yote nzima uje uzungushe barafu. Tena mtu amekuandika mshahara kama 300 kwa siku. That's very painful. Ni kweli manongo. Usomesha mtoto alafu unamwona akiteseka na kuwa mtumwa wa wengine. Wewe mwenyewe hakusaidii. Ni apungukiwe kwambie nisaidie mama, nisaidie baba. Si sawa. Kama utakubaliana na mimi si sawa. Haleluya. Mungu akupatie kibali katika jina la Yesu. Hata za machokora. Hata za waizi. Hata za mateja. Mungu abariki watoto wetu. Abariki uzao wetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo hakutakuwa na laana. Hakutakuwa na uchawi.
Mungu akusaidia kupe nguvu. Uzia wako aage dunia siku ya leo. Nasema uzia wako aage dunia leo. Amen. Ili upate amani na familia yako. Uzia usimwombe kuishi tena. Amen. Biblia sema usiwache na usiruhusu mama mchawi afanye nini? Aishi. Sasa ukimwacha aishi alafu wewe utakuwa unaenda kinyume na neno. Wacha afya hata leo hii. Wacha usikie simu imepigwa ya kwamba yule adui wako, mtesi wako Amani ameondoka. Mordekai alipata amani baada ya adui wake Hamani aliposulubishwa. Na alipouawa ndio sasa Mordekai akavalishwa vazi nzuri ya kifalme. Lakini kama hangeuawa, hangekuwa na amani. Jesus. Hangekuwa na furaha ndani ya maisha yake kwa sababu mtesi wake yuko. Lakini baada ya kuandikiwa adui wake tena hatawahi kumtesa. Alijaribu kupiga magoti, alijaribu kuomba msamaha, lakini haikuwezekana. Ilipasa akufe, ilipasa age dunia. Maana hautaua watu ambao wanastahili kuishi katika jina la Yesu. Biashara yako haitakufa, nyumba yako haitakufa, familia yako haitaangamia. Hata kama mnasumbuana na mipaka na adui wako amekwenda kuchawi, afya yeye na kuachia mali na familia yako. Amen. Watoto wengine wamerushiwa roho za ulevi na kula miraa na pombe, kisa na maana wasifanye maendeleo. Hiyo roho iweze kuondoka kwao katika jina la Yesu. Na Bwana akupe nguvu, akusaidie, akushike mkono. Usipuuzie uchawi huko. Ndugu zangu wapendwa, uchawi huko. Kuna dada moja nilikuwa namwombea, usiku akilala mtoto wake ananyolewa na kila nyoa akielewi. Mwingine anafanywa alama. Yuko hata mama moja. Yuko wapi huyu mama? Tuliongea naye. Akawa anafanywa alama mark ukilala. Kuna mama moja. Aliona ilikuwa kwa mkono, sijui ni wapi. Unajijua sijui ni nani? Si wewe. Si wewe. Simama. Huyo mama huyo. Na kuna mtoto mmoja, kuna dada mmoja. Yuko wapi huyo? Watu wakitendewa basi wataki kutoa. Kulikuwa na mama mmoja, sijui kama mnakumbuka, kanisa alikuwa sijui alichanjwa, sijui ni mkono hapa, sijui ni mkono. Mnamkumbuka? Hebu muangalie kama yuko hapa, maana yake ananishinda kumuelewa ni yupi. Maana nakumbuka hata huyu yake ilikuwa ni mguu mali wapi? Ni mkono. Njoo hapa. Hata yake ni mkono. Hebu nione kama hizo alama ziko. Zimeenda. Bwana sana. Amen. Zikifanywa hivi uweze kupata pesa. Ndio wakati wake huyo alikuwa anapita kipindi gumu cha pesa, lakini tulipoomba tukampaka mafuta, tukamwanointi, huo uchawi ukaondoka. Sema kila nira juu yangu itavunjika. Kila nira juu yangu itavunjika. Sema kila nira juu yangu itavunjika. Kila nira juu yangu itavunjika. Wangapi leo hii wanaamini kwamba kila nira itavunjika juu ya maisha yao? Wangapi wanaamini hivyo? Sema Bwana Yesu, unisaidie. Naomba kibali kwa maisha yangu. Visirani, mikosi, laana iweze kuondoka. Sema kuondoka. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Sauli alianza kutesa watu wa Mungu. Mungu akakasirika. Jua likiwaka kama linawaka, macho yakafanywa kuwa giza. Akiwa na papasi ndani mchana, asiweze kutesa mwingine. Adui wako hatatesa mwingine. Kama alikutesa wewe, wewe kwanza na wewe wa mwisho. Na ndio kushuhuda kwa wengine. Haleluya. Kuna wengine wana matatizo kubwa na tumbo. Kisa na maana walipewa chakula wakala. Kuanzia hapo hiyo roho iliingia ndani yao. So kabla tumbo kuanza kuuma ama gesi ama kuna kitu kinasokota, waanza kuona unakula mchele hivi, nyama, kuna damu, mko kwa sherehe fulani. Baada ukiamka asubuhi, gas, yani tumbo inajaa. Nasikia kama linawaka moto. Kwa nini usitoe pesa upeleke kwa daktari ukiambiwa ni asidi za kumeza madawa? Bwana sasa, Mungu akusaidie na kushike mkono. Hiyo shida iondoke. Amini madhabahu yaliyo hai yanaweza kugarantii maisha yako. Amini haya madhabahu ya kwamba maisha yako yanaweza kupata uhai na uzima tena. Haleluya. Kama kuna watu waliamini mganga na mchawi na wanaenda wanakesha kwa madhabahu hayo, wakiambiwa toe sadaka
hawalalamiki, wanaenda na mbuzi, wanaenda na kuku, wanaenda na dhabihu, wakienda kufanya ile magano. Ukiangalia nyuma, familia yako, babu zako walipokuwa washirikina, walienda kwa waganga si mikono mitupu, walibebana na kuku. Hata waganga wakaja wakaweka wanaita kinga, mazindiko, wakaweka katika boma. Sasa hii vijana wanakuwa wazimu, sasa hii watu wanakuwa nazimu, wanakuwa wanasoma hapa, hakuna kazi, wanaolewa, wanarejea nyumbani, kwa sababu vitu vimeenda vice versa. Yale maroho, zile nira zimeregea nyumbani, zinatutatiza, zinatusumbua, zinatukula. Bwana asifiwe sana. Hiyo nira itaharibiwa kwa njia gani? Itatolewa na njia gani? Watu wamekuwa wanateseka, watu wamekuwa wanalia. Kama wale wa taifa wanajua kwenda na kufanya mambo magano na tambiko wakiamini uganga, kwa nini wewe uliokoka mteule wa Mungu usiamini madhabahu? Siku moja nasema ninakuja kutolea watoto wangu sadaka ya kuwalinda, wasome, wafanikiwe. Watoto wanasema huyu ni mchumba nimempata. Mungu naomba umlinde wewe. Unamdedicate. Hii ndio yangu na dedicate. Atakayehusika kuiharibu, haribiwe na mchana. Tunakaa kenyeji tu. Wengine wanagaramika, wanatuzidi. Tunawageukia, Bwana omba baki tujasenda. Baki tujasenda huko garamiko ilikuwa mvivu. Hata wengine ukipata amani kwa nyumba yako, njoo na sadaka mshukuru Mungu, asante. Watu wangu ni wazima, ndoa yangu ina amani. Kuna mwingine analia, kuna mwingine ana amani, mwingine halali. Unaona kwambia analala sali moja, anatamani kutoka kwa nyumba yake aende mchana kukuza afanye kazi, maana hakulaliki tena. Amen. Na maanisha kuna roho zinafunga na kutesa watu. Kumwambia mama hata yuko mgonjwa lakini unakuta ana amani, anasikia kujiua, kujinyonga. Unaona mtu kumsalama yuko mzima lakini amechoka na maisha kitambo. Mungu atusaidie. Na hii maisha tunaishi atubadilishie. Waliocheza na maisha yetu na ndugu zetu na familia zetu, sasa tukombolewe upya. Na uwe mwaminifu kuanzia sasa. Useme tutaka tukombolewe bado uko mwaminifu. Biashara yako watakutumia akili yako tupea. No, fanya mambo ya kipekee. Muamini Mungu afanye kitu kwa njia. Kama ni ofisi yako, kuna wengine wanaingia na uchawi. Kama ni biashara, wengine wanaingia na uchawi. So mimi ninakwambia, maana hujui ni nini kinakusumbua, lakini kuwa mwaminifu na Mungu. Kila jambo unalofanya dedicate. Kuna mtu anakupeleka mbele uchawi, njoo tumshtaki hapo. Mwambie Bwana, yule mama ananisumbua zaidi, yule mzee ananisumbua, sijui shida ni nini. Kama ni mpaka, kama ni kazi, njoo kwa hii madhabahu, naomba Bwana nimeweka dhabihu yako. Na usiwe kutoka tamaa kuvunjika moyo. Na utaanza kukutetea. Amen. Tuombe. Popote pale ulipo unatazama, basi tunaenda kufika tamati ibada yetu leo. Kama vile wale nimesema, kwa majina yangu naitwa Nabii Blessed Apostle Javan Mwazera wa kanisa Shaddai Fire Gospel Ministry. Tunapatikana pale juu na Ngombeni, Shomoroni ya Mombasa, Kidagaya. Basi katika ibada zetu tunakukaribisha siku ya Tuesday and Friday 1-on-1 kuanzia saa 2 hadi saa 12 ya jioni. Na natumaini kwamba pia wewe tuko na ibada ya ukombozi kuanzia saa 8. Na kualika sana mpendwa wa Mungu, usiwahi kutamani kukosa, msipange kukosa Jumapili hii inayokuja. Tuko na ibada ya baraka, ibada nzuri, ibada njema. Na wewe mahali ulipo, pengine unaumwa, uwezi, kuna visirani, kuna laana ya ukoo, kuna madhabahu kama vile umeona ushuhuda, vile wengine tumekuwa tukiombea, vile wengine tumekuwa wakisema yale mambo mazito magumu na imezidi ufahamu wa wengine. Lakini nataka nikwambie kupitia yale maneno ambayo umeweza kusikia mwenyewe, najua kwamba Mungu atataka kusaidia watu walipo, kama uko nyumbani unatazama. Na mimi kwamba Mungu anaenda kufanya kazi isiyo kawaida katika maisha yako. Basi nataka tuamini, kama ni uchawi, kurushiwa magonjwa, ni kukataliwa au kuchukiwa, kazi yako mikosa na visirani, ofisi yako tuombee, hiyo ni hoteli, hiyo ni kazi ya matatu, hiyo ni kazi ya mabasi, lolote lile ambalo unapitia, najua kwamba Mungu anakusaidia. Na tuombe. Baba mbinguni, nakushukuru kwa sababu mtazamaji wangu na wewe mikononi mwako, nenda kumsaidie, ukamfanikishe, ukamtawale, na haribu na kupangua mipango na njama zote za giza, visirani, mikosi na laana, katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila laana, kila madhabahu, kila uchawi, kila visirani, roho za magonjwa na roho za mahangaiko, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Naomba nikiamini Mungu umetenda. Amen. Wewe ambaye umetazama, pengine uliokoka kwa nyuma, ama pengine ungependa leo uokoke, sema maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha wakosaji. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia sasa na kuendelea nimeokoka, nitakufuata Yesu kwa maisha yangu yote. Bwana Yesu, nisaidie. Sema amen. Hivyo umeokoka, usitende dhambi tena. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue na akutende mambo makuu
na ajabu. Usikose kutegea kipindi changu Injili ni Moto siku saa kama leo. Bye bye. Nikukuaga kusema kwamba isiwezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Shalom. I salute you. I bless you in the name of Jesus Christ. Kati tuseme sote. Amen. Pigia makofi mazuri.